katika mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 25 mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Tuko na Anwar Binde, rais wa takwimu, kuzungumza naye tathmini yake kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ikiwa leo tarehe 23, mchezo wa mwisho na wakwenda kuamua nani ni bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mpaka hivi sasa tayari timu zote zimeshahitimisha msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2024-2025. Amesalia Young Africans na Simba, wao kwenda kutufungia msimu, lakini pia kuamua nani ni bingwa. Hivi sasa gap ni la alama moja tu, Young Africans dhidi ya Simba. Mchezo huo ni siku ya Jumatano pale Benjamin Mkapa majira saa 11 kamili za jioni. Anwar. Yes. Mambo vipi? Safi, vizuri. Alhamdulillah, niko poa. Bana, ligi imeisha kwa baadhi ya timu, lakini msimu haujamalizika, naweza kusema hivyo. Salia mechi moja ya dabi kwenda kumtafuta au kumjua nani ni bingwa. Katika kumbukumbu zako ilishawahi kutokea kwamba tayari mzunguko wa 30 umeisha lakini bado bingwa hajajulikana? Hapana, tokea mimi najitambua na kuanza kufuatilia mpira wa Tanzania na mpira mingi duniani. Hii ndio kwa mara ya kwanza. Hii haileti picha nzuri sana. Mizunguko yote imeshaisha, kiporo ni cha mwisho. Nyingi tunasubiri viporo viishe alafu ligi iishe kwa pamoja. Kwa hiyo ya kutokea imeshatokea na mafunzo mengi tumepata msimu huu. Kama na kumbukumbu nilisha kuposti mwezi wa pili ilikuwa sema alama moja ya hawa wanaoshindana. Tunaona mambo mengi sana msimu huu na mafunzo mengi tumejifunza. Kwa wale ambao wanatakiwa kujifunza kwenye haya yasitokee, wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kuzuia hali hii isije katokea tena huko mbeleni. Na kuja kuangalia dabi, mwisho wa siku ni kwenda kukamilisha ratiba. Yaani kuna testi fulani ya dabi imepotea. Ule mvuto wa dabi umepotea. Umekuwa na mvutano mwingi, tunacheza tucheze, huyu tunacheza, tarehe zinabadilishwa na vitu vingi. Kwa hiyo mwisho wa siku watu tenda kukamilisha ratiba na bingwa patikane, basi msimu uishe, watu wajipange kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo baada hayo yote tunayaona, upinzani naamini utakuwepo kwa sababu ni Yanga na Simba. Lakini ile vibe lake, mashabiki muona sasa hivi hata mtaani kupo tu, yani watu wanabishana au wengine hawajui kama mechi ipo au haipo. Mechi imetangazwa, wengine wako kimya na vitu kama hivyo. Mimi naamini mechi ipo kwa sababu tayari watu wameshaamua, wenye maamuzi yao wameshafanya maamuzi. Lakini haina afya sana kwenye soka letu kwa haya ambayo yameendelea msimu huu. Lakini tukija ndani ya uwanja, kwa upinzani utakuwepo, ni Yanga na Simba naongelea. Lazima upinzani utakuwepo na unaona Yanga wanataka kuendeleza rekodi yao ya kutetea ubingwa wao. Simba wanataka kutibua ubingwa mfululizo wa Yanga. Kwa hiyo hapo ndipo utamu unapokuwa. Lakini hata ukiangalia quality ya wachezaji, ni game ambayo mara nyingi tunapata test halisi ya ligi kuu ya Tanzania. Tofauti na mechi nyingine ambazo utaona mechi inakuwa mara nyingi ya upande mmoja. Mwingine anazuia, mwingine anashambulia. Lakini kwenye eneo lingine la muhimu, basi kwa marefa nao ambao watapata hiyo nafasi ya kusimamia huo mchezo, wasimamie sheria 17. Sababu nao kuna namna wamekuwa wakitafuta namna kutrendi. Jana unaona mechi ya Yanga tukaamua kutrendi, basi mechi ile ya Yanga pia dhidi ya Prisons tu waliamua kutrendi. Sababu tayari timu inaongoza goli 4. Kuna pressure ipi ya kuanza kutoa magoli ambayo hayana msingi? Umeona? Kwa tunaweza tukawa tunaongea mambo mengi, lakini marefa inawezekana pia hawajui. Kuna baadhi ya vitu wanafanya makusudi lakini vingine hawajui kwamba aamue vipi kwa wakati huo. Na sheria offside imekuwa ni sheria ambayo inasumbua watu wengi sana katika ligi yetu. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku mechi itakuwepo, mechi nzuri tunaamini, lakini kuna kitu kitamu ambacho tumekuwa tukitengeneza kwenye ligi yetu, ile vibe, hype ambazo zinakuwepo, majigambo, kujaza uwanja, na vitu kama hivyo. Sasa tukavikosa na mwisho wa siku mechi ikawa imeisha tu na msimu umekamilika. Basi tuangalie na ufuatia kwa mbele. Tofauti iliyopo ni kwamba Young Africans anaingia kwenye dabi akihitaji walau sare awe bingwa. Simba yake akitafuta alama 3. Ushindani wa hapo kwenye mmoja sare mmoja ushindi. Ushindani utakuwepo mkubwa sana. Kwa sababu ukiingia malengo ya sare ni rahisi sana kupoteza. Lakini Simba ana option moja, tumekwenda kupambana. Na hicho ndio ambacho tutafanya ndani ya pitch mechi nzuri zaidi. Na ukiangalia quality ya Simba, angalia trend ambayo mechi hizi za mwisho, Simba itokea goli 5 akawa anapoteza goli 2. Mechi yenyewe ya mwisho umeona jinsi ambavyo Yanga alishinda kwa kutumia jasho na damu. Na goli ya mwishoni kabisa, lakini mechi watu walishaamini sare ile na Simba ilipoteza nafasi nyingi sana.
Na ndio maana nimekuja pale pale kwenye eneo la uamuzi wasitake matokeo yao tofauti. Umeona? Kama penalti weka penalti. Kama penalti 3 weka penalti 3. Kama 4 weka 4. Tushashuhudia Manchester United na Liverpool. Derby kubwa England. United penalti 3 aliconceive ndani ya mchezo mmoja. Gerrard zote anaweka kambani. Hiyo ni kawaida kama, lakini usitaki kubalance kwamba huku hivi au huku. Na yale mambo ya kubalance kwamba nimeacha faulo ya huyu na huyu inabidi niache. Nimemnyima penalti huyu. Kama huyu faulo weka faulo, huku faulo. Kama huku penalti weka penalti, sio mambo yaende. Kwa hiyo eneo hilo ndio eneo la muhimu sana, kwa sababu hata dabi iliyopita imelalamikiwa sana kwenye eneo la uamuzi. Dabi 5 mfululizo zilizopita zinambeba Young Africans takwimu. Anaweza kawa favorite kwenye mchezo huu au nani ambaye unaona na asilimia kubwa? Bado Yanga anaweza kawa favorite kutokana aina kikosi alichonacho, wachezaji alionao, lakini pia quality ya wachezaji. Yanga na Simba hawajatofautiana sana, lakini kuna kitu kidogo ambacho Yanga nacho, hasa kwenye uharaka na maamuzi na kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini hata ukiangalia sasa hivi Simba wanafanya vizuri sana, lakini pia ukiangalia mechi za mwisho hizi Simba amekuwa exposed sana kwenye eneo la ulinzi. Sema bahati mbaya tu timu hizi ambazo wanakutana nazo wanashindwa kutumia makosa ya Simba kwenye eneo lake la ulinzi. Simba kama ata defend kama hapo defend hivi karibuni, anaweza karuhusu magoli mengi tu. Lakini dabi huwa inachukua tofauti. Watu commitment inakuwa kubwa zaidi, inakuwa mara mbili zaidi kwenye kile wanachokifanya. Kwa hiyo ugumu utakuwepo. Lakini bado Yanga anakuwa favorite kwenye mchezo huu kwa sababu ya aina ya matokeo ambayo anayataka, kwamba akiamua kuzuia tu akapata sare anakuwa bingwa. Sawa, akiamua kushinda ndio ubingwa unakuwa upo karibu zaidi. Simba ana option moja tu ya ushindi. Tofauti na hapo hana anachokipata msimu huu. Bato za eneo la kiungo kuna Khaled Aucho, lakini kule wana Fabrice Ngoma na Kagoma. Ya, wanafanya vizuri. Kagoma ameingia msimu wa kwanza tu, lakini ameadapt vizuri. Ngoma tunajua kwenye jinsi ya kuituliza timu, kupiga pasi fupi na pasi ndefu. Aucho pia kwenye connect team kimashambulizi kutokea chini amekuwa mzuri sana, lakini hapo huwezi kumwacha Pacome ambaye amekuwa na influence kubwa sana kwa Yanga hivi karibuni. Chama baada ya Aziz Ki kuondoka naye anapata nafasi hivi, amekuwa ameanza kuwa muhimili wa timu. Mechi 2 assist, goli 3, assist amefunga magoli 2 na assist 1. Kwa unaweza kaona ni mtu ambaye anaweza akafanya kitu, lakini huwezi kumwacha mtu kama Jean Charles Ahoua ambaye amekuwa na msimu mzuri sana. Elie Mpanzo watu wanatamani kumuona akikutana na Young African anaweza akafanya nini. Watu wanajua nani atamkaba Mpanzo kati ya Kibwana na hizo. Yes, lakini akina Kibudetu wanajua hizi battle ndo ambazo zinafanya mikataba yao iweze kunaona wakumbukwe. Sababu kama unakumbuka kuna msimu Kibu alifunga goli 1 na aliyofunga nani? Yanga peke yake. Na bado watu wakampa mkataba mrefu tu na maisha yakaendelea. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanajua umuhimu wa hizo game kwao binafsi, lakini kitimu pia. Na hapo ndio utamu unapokuja. Lakini bado huwezi kuacha bonus ambazo zinawekwa na viongozi wa hizo timu. Nilikuwa nasikia tetesi kwamba JSM amewaambia wachezaji wakishinda hiyo mechi bonus ambao watawapa au wataweka mezani kabla ya mechi ni haijawahi kutokea tokea Yanga imeumbwa. Sasa umeona vitu kama hivyo. Umeona ni story ambazo ukikaa na baadhi ya watu wachezaji napiga nao story unaokota hivyo vitu. Sema sisi wengine si watu sana kupeka kila kitu mtandaoni, unajua zile. Lakini imagine mtu anakuahidi hivyo na wachezaji walikuwa wanachotaka wao ni pesa. Wewe weka pesa atakufanyia kazi. Unakumbuka ile ya goli 5. Kwa milioni 200 si imewekwa na kila goli 300 ilikuwa. Na kila goli likizidi milioni 100. Watu wakachukua milioni 500. Unaweza ukaona. Kwa vitu kama hivyo ndio vinafanya dabi na kuwa tamu, watu wanakuwa na hamu nayo kwa sababu wanaamini ukishinda kwanza umewapa furaha wanachama na mashabiki, ukishinda mmepata kombe lakini hauondoki mtupu kwenda nyumbani. Tayari kibunda chako nacho mkononi. Maisha yanaendelea. Lakini kwa Simba nako motivation ni kubwa na watataka sasa wavunje ufalme wa Yanga kwenye eneo hilo. Na hakuna kitu kitamu umemfunga mtani alafu umechukua kombe. Shukrani sana. Shukrani.